Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Your Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Okay, mambo vipi wadau wetu wa YouTube channel zetu popote pale mnapotupata na kupitia channel yoyote ulipo hapo, wewe uweze kusubscribe, kulike na comment katika YouTube channel hiyo na itazama. Ni mimi Fabidigo katika mafunzo yote ya maisha ambayo Mungu amenijalia ili niweze kuwa na nia katika siku ya leo. Siku ya leo naenda kufundisha au kuelekeza utajitambueje unanyota kali kabla hujafanikiwa kimaisha. Utajitambueje kwamba unanyota kali hata kama hujafanikiwa kimaisha? Yaani wewe utajigunduaje, au ni mtu wa aina gani yule ambaye anakuwa na nyota kali hata kama bado hajafanikiwa, labda anapitia shida, lakini ili aweze kujitambua kwamba ana nyota kali, ili aweze kuilinda na aweze kujua kwamba zile shida anazopitia ni maisha ya kawaida tu, kama vile wakina Yusufu walivyopitia kwenye Biblia au kwenye Qur'ani, na nabii Yusufu pia akina Musa, lakini pia kama alivyopitia yule Ayubu mtumishi wa Mungu alipitia shida sana, lakini baadaye akaja kufanikiwa mara pili na kuwa tajiri zaidi ya vile alivyokuwa navyo kipindi kile. Sasa leo naweza kusema kuna somo moja la kuhusu kujitambua kama una nyota kali hata kabla ya kufanikiwa kimaisha. Ni mada nyingine ambayo ni ya moto sana, ambayo nawaletea katika YouTube channel zenu hizi hapa, ambazo nyinyi kisaikolojia na kijamii, watu wengi wanapitia vipindi vigumu kiuchumi, lakini wanahisi ndani yao wana kitu kikubwa sana. Yaani kwamba kuna mtu mmoja anaweza kaa anapitia maisha magumu sana, sometimes anakuwa na njaa, hali kulala shida wakati wa ujana wake, lakini mwisho wa siku katika akili yake yeye anajiona bado ni mtu mkubwa sana. Yaani akikaa peke yake kwenye hisia zake anajiona hata kama sijala leo, lakini mimi ni mkubwa. Huyo ugundue kwamba atakuwa ana nyota kali. Haya, na kuleta kingine, sehemu nyingine amesema kwenye jamii yetu dhana ya nyota kali inamaanisha kuwa na karama kubwa, mvuto wa asili, Christmas. Okay, mtu mwenye nyota kali kwa jamii yetu inahusika kama mwenye nyota kali, inamaanisha kuwa na karama kubwa, mvuto wa asili au upako wa kipekee unaomfanya mtu aonekane hata gizani. Ukiwa na upako wa kipekee hata ukiwa gizani maana yake nini? Hata ukiwa kwenye shida, maana yake kwamba bado utakuwa unajiona wewe ni wewe tu, na watu watakuona kwamba wewe ni mtu. Ndio maana kuna muda unakuwa huna hela hata 100 mfukoni, unaonekana bado watu wanakuona wewe una hela. Hiyo ni nyota kali. Lakini pia kwamba hapa kuna pointi konki na ishara halisi za kijamii na kisaikolojia ambazo mhudumu au mtu yoyote anayeweza kuzitumia na kujitambua zionekane kwenye maisha yake. Yaani kwamba yeye mwenyewe tu, mimi nitakapofundisha leo hapa pointi hizi 5, ujijue kwamba wewe una nyota 5, na humo nisikilize kuanzia hapa napoanza mpaka mwisho wa safari. Pointi ya 5 ndio pointi muhimu sana, na pointi ya 3 ni muhimu sana. Anza na mimi moja kwa moja mpaka mwisho. Penda kusoma ili uweze kujitambua kwanza. Usipojitambua, usipojijua, ndio maana unajihisi kama umerogwa, ufanye nini. Lakini mwisho wa siku jitambue kwanza ili uweze kujiongoza, au sio? Twende na mimi. Lakini kitu cha kwanza, endelea kusubscribe, kulike na comment hapo chini ili uweze kuwa na mimi kila wakati katika channel zetu. Asanteni sana. Okay. Na hizi ni ishara 5 za watu wenye nyota kali, au tunaweza kusema alama 5 za kutambua una nyota kali. Wewe kama ni kijana au kama ni msichana, ni kijana au msichana au kijana au mvulana, naomba unisikilize hapa. Ni wakati wenu wa kujifunza hivi. Alama 5 za kutambua una nyota kali. Okay, moja, kuvutia watu wa kila aina. Yaani alama ya kwanza ni kuvutia watu wa kila aina. Wewe kama unajiona kama watu wengi wanakuja upande wako wa kila aina. Ukisema mtu wa kila aina, ngoja nitoe ufafanuzi hapa. Ufafanuzi, mtu mwenye nyota kali ana nguvu ya asili ya kuvuta watu kwake bila hata kutumia nguvu au pesa.
Watu wanapenda kukaa karibu nawe, kusikiliza mawazo yako na kuomba ushauri kwako, hata kama wewe ni maskini, hata kama wewe hauna cheo. Alama yake hasa kwenye mkusanyiko au vikao, watu hawa wanasikiliza zaidi unachoongea, na sauti yako ina uzito wa kipekee. Kupendwa sana au kuchukiwa sana bila sababu, hii ni hatua ya pili. Lakini kwanza nielezee hatua ya kwanza. Kuwa na mvuto wa aina ya watu wa aina tofauti. Tukisema watu wa aina tofauti, maana yake kwamba tunaongelea mvuto wa yani mtu wa uchumi tofauti au wa rika tofauti wakupende wewe. Yani maana yake kwamba kuna watu mashehe, mapadri, maaskofu, ushangaa wamekuona tu wanakukubali. Achana nao watumishi wa Mungu, viongozi wa serikali, watu wa jamii zako, wale ambao upo nao wamekuzunguka, wenzio, rafiki zako, uwepo wako, hata kama hujasoma shule, lakini akili yako, mawazo yako watu wanayatumia, wanapenda kuwa na wewe. Unakuwa na mvuto wa asili, yani kwamba mtu huyo, yani hata ukiwa mbali na hao wenzio, wanaona kama wamepungukiwa vitu fulani. Shangaa napigiwa simu, ndugu yangu vipi? Ukiona kila mtu anakuhitaji kukuona wewe ni rafiki yake, ndio wewe una mvuto wa asili, hata kama hauna pesa. Kumbuka kwamba tunaongelea asili. Watu wengi wanajua eti nyota ni kuwa tu na pesa. Pesa haziji bila njia za kutengeneza pesa. Pesa wanasema zitafutwi, ila zinatengenezewa njia. Kwa hiyo basi ushangaa wewe ni kijana kama mimi ninavyoongea hapa. Inawezekana unapitia shida, lakini katika shida yako hiyo, lakini kuna watu wanafaidika kupitia wewe. Basi jitambue wewe kwamba una mvuto, una nyota. Nyota ni nini? Nyota ni kibali ambacho kukubalika na watu, na kila kazi utakayofanya itakuwa inakubalika. Lakini kama unapitia vikwazo, ujue ni kikwazo ambacho unapitia, kama vile Yusufu alivyopitia kikwazo cha kupelekwa gerezani kule kwa Farao au kwa Firauni. Mwisho wa siku akaja kuwa waziri na kuwasaidia ndugu zake wale waliomsaliti zamani, ambao ni ndugu zake wale watoto wa Israeli au watoto wa Yakobo, ambao tayari walikuwa ndio wamemuuza yule yule Yusufu. Lakini pia kuchukiwa, unaweza kuchukiwa hata na ndugu zako waliozaliwa tumbo moja. Ndugu zako waliozaliwa tumbo moja, kama nimetolea mfano wa Yusufu alikuwa ameuzwa na ndugu zake wa baba mmoja, ambao walikuwa wote watoto wa Israeli au wa Yakobo. Kwa baadaye wakaweza kuhisi kama wamempoteza ndugu zao, lakini baadaye huyo Yusufu akaja kuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri, na baadaye baada ya njaa duniani kuzuka, Yusufu akaja kuwasaidia ndugu zake. Mwisho wa siku, kumbuka kwamba unapopitia vikwazo usije kahisi au watu hawakupendi. Unawezekana hawakupendi bila kuwakosea, maana yake wewe una nyota kali, wanaichukia ile nyota yako wanayokuona nayo. Watu wana husda, kwa tambua hilo. Asante sana. Ya pili ni kwamba kupendwa sana na kuchukiwa sana bila sababu. Hii basi katika ufafanuzi wake ni kama vile ya kwanza, kuwa na mvuto wa watu wa kila aina. Ile inasema ya pili, kupendwa sana au kuchukiwa sana bila sababu. Ufafanuzi wake uko hivi: nyota kali ni kama mwanga mkali wa taa. Inavutia vipepeo wazuri, lakini pia inasumbua macho ya viumbe wa gizani. Kama una nyota kali, hakuna mtu anayeweza kukuchukulia kawaida. Ama watakupenda sana kupita kiasi, au watachukia na kuonea wivu bila wewe kuwakosea lolote. Yes. Hapa alama hii unakuta mtu akujui vizuri, haujawahi kugombana naye, lakini anakusema vibaya au anajaribu kukuharibia ramani zako. Huo ni ushahidi kwamba nyota yako inamwashia taa ya hatari moyoni mwake. Umeona hiyo? Wanasema kupendwa sana au kuchukiwa sana. Inawezekana upo hapo kwenye kazi yako, bosi anaweza kama kupenda wewe kwa sababu kazi yako unafanya vizuri, au sio? Lakini kuna rafiki zako au wale unaofanya nao kazi hapo kwenye kazini kwenu, wanaweza kukuchukia wewe. Wanakuchukia kwa sababu walishakuona wewe una nyota kali, lakini hujawakosea. Kumbuka, hujatukana matusi, hujawafanyia chochote, lakini wao wanakuchukia. Kwa sababu gani wanakuchukia? Wanajua wewe una nyota kali.
Nyota inaambatana na matendo yako, ambayo sasa matendo yale yanasukumwa na nyota yako, jinsi ulivyoumbwa. Ina maana nyota ni asili ya Mungu alivyokufanya. Sasa hizo nyota ndivyo zitakazokufanya wengine wakupende sana na wengine watakuchukia ili wakuangushe, ili tu usifikie yale malengo yako. Sasa kuchukiwa ni vikwazo ambavyo unakutana navyo katika maisha. Usichukie, lakini jiua jinsi gani ya kuishi na watu wa aina hiyo. Kumbuka kwamba kama nilivyokutolea mfano wa Yusufu alichukiwa na ndugu zake. Baadaye wakaja kuona ndugu yao amekuwa waziri. Ukiangalia nyota ya Nabii Isa, Waislamu wanamuita hivyo, lakini Yesu Kristo kwa Wakristo wakati anazaliwa wanasema mama Jusi waliona nyota mashariki ya mbali, wakataka kuifuata, lakini waliifuata wakagundua kwamba nyota ile ni mtoto Masihi ambaye amezaliwa, atakuwa ni mfalme wa Wayahudi. Ina maana kwamba wapo wasoma nyota ambao wataiona nyota yako ni wachawi, nao watataka kukuibia hiyo nyota yako. Ndio maana wanasema ukiwa umejitambua kwamba una nyota, usipende sana kupiga ramli na watu ambao labda unaona ni hatari. Unajua wapiga ramli yao uwe na uishi nao vizuri, au wale mashehe wanaofanyia maombi wale dua au wale wanaojiita manabii, wale wanaojiita manabii hawa watu wa kanisani hao wanajiita manabii wa sasa hivi, hawa manabii hawa ambao ni wachungaji. Angalia sana, ndio maana wengi wao wanaosali kwenye makanisa wanaendelea kuwa maskini, au manabii wanakuwa ni matajiri, wanatumia nyota zenu. Ukijigundua una nyota, jua wewe mwenyewe kumuomba Mwenyezi Mungu, usio unapenda kuombewa. Utashika wanakushika kwenye kichwa chako, wanashika kile sehemu gani, wanavaa mapete, wanavaa manini, wanakuchukulia nyota yako. Utambua kwamba nyota ni kibali, unaanza kuwa omba na wala hauna ramani ya maisha. Hiyo Fabidigo mimi nakwambia kwa staili hiyo kama Mwenyezi Mungu alivyoniambia. Lakini pia kuna tatu nimesema kuna pointi 5. Hii ya tatu nilisema ni nzuri sana. Ya tatu wanasema kuwa kiongozi wa asili. Kuwa kiongozi wa asili ina maana kwamba kwa Kiingereza wanasema natural born leader. Natural born leader, yani kwamba kiongozi wa kuzaliwa, kiongozi wa asili. Yani kwamba hii ufafanuzi wake wanasema hata kama hujapewa cheo rasmi shuleni, kazini kwenu au mtaani kwenu, watu wanapokwama huwa wanatazama upande wako ili wapate suluhisho. Una uwezo wa kushawishi wengine wafuate mwelekeo wako kwa kutumia tu maneno na mtazamo wako, influence. Alama yake ni kwamba pia unapoingia kwenye kundi la watu, baada ya muda mfupi unajikuta wewe ndiye unayeongoza mambo au maamuzi yako. Umeona, utakuwa huko kwenye taasisi fulani unafanya kazi au uko shuleni. Kuna watu wengine wanajua kama vile nilivyosema au pointi inavyosema kuwa kiongozi wa asili. Kuna mtu mwingine anajiona sasa mimi watu au umeenda sana kupiga ramli huko kwa manabii, kwa mimi sana wale mnaosali kwenye makanisa mnataka kuolewa mnataka kuolewa au kuoa. Shangaa umeenda kwa huko nabii fulani, siwezi kumtaja jina huko, unaenda kwambia wewe utaolewa na tajiri. Kitu kinachowafelisha sana Watanzania ni kuwaza pesa tu bila kutafuta wao. Wewe unawaza pesa bila kutafuta wewe. Yaani unawaza eti mtu fulani atakuoa tajiri, wakati wewe hata pesa kutafutania hujui. Pesa inamtafuta mwenye pesa. Kumbuka kwamba kama unataka kuolewa na mwenye pesa au kuoa mwenye pesa, lazima uwe katika mfumo ule wa pesa. Hata kama bado hujafanikiwa, lakini uko na kikazi fulani, utakutana na mtu wa aina fulani. Ndio maana wanaoana wengi wanaoana kwenye taasisi. Kwa mfano, mimi labda nafanya taasisi fulani, labda nikakutana na mwanamke fulani ambaye naye anafanya taasisi ile. Ni rahisi sana yule mwanamke akanikubali mimi kama atakuwa ananipenda, kwa sababu ataona kama huyu ni mfanyakazi mwenzangu. Kwa hiyo pesa zinaingia kwa pesa. Maana kwamba anatolea kuwa kiongozi wa asili. Maana kwamba uwezi kuwa kiongozi wa asili kwamba labda mpaka uwe rais wa nchi au uwe mwenyekiti wa mtaa. Kiongozi wa asili ni jinsi gani unavyoweza kuwaongoza watu wengine kwa kitu fulani chochote ulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Ukawa na ushawishi wa kumshawishi mtu kitu ambacho kimefanya nini? Kitu ambacho umejaliwa wewe, unamshawishi mwenzie akiona ni kitu bora, alafu akaingia kwenye huo mfumo. Hiyo ni nyota. Na kama umejitambua huko hivyo, basi wewe mshukuru Mwenyezi Mungu, jiandae kuwa tajiri. Kuwa tajiri maana yake sasa kupitia mawazo yako na wale watu wako ambao unaongoza. Fanya kazi ya kufanya nini? Ya kufanya kazi kwa kujituma ili ufikie malengo yenu. Asante sana. Hiyo ni ya tatu kama mlivyosikia. Ya 4
ina kwamba kupitia majaribu na mapambano makubwa, majaribu na mapambano makubwa. Yaani mtu mwenye nyota lazima apitie majaribu na mapambano makubwa. Hayo majaribu yanakuwa ni hivi. Ufafanuzi ni kama hivi. Mwizi haingii kwenye nyumba tupu. Yaani siku zote kupitia majaribu mtu mwenye nyota. Kumbuka mtu mwenye nyota ni angavu. Kwa hakuna mwizi anayeenda kuiba sehemu ambapo hakuna kitu chochote. Maana yake kwamba mchawi hawezi kukuroga wewe kama wewe hauna nyota au hauna chochote. Wanakiroga kitu ambacho kina nyota. Ndio maana kama wewe umesema unapitiwa sana na wachawi na mapepo mabaya, unaumwa sana, ujue wewe una nyota. Yaani maana yake kwa kusoma kamili ni kama hivi. Kupitia majaribu. Anasema mwizi aingii kwenye nyumba tupu. Anaingia kwenye nyumba yenye hazina. Mtu mwenye nyota kali mara nyingi hukutana na vizuizi vingi sana maishani, magonjwa ya ajabu au kuchelewa kufanikiwa kuliko mwenzake. Hii ni kwa sababu upinzani wa kiroho na kijamii unakuwa mkubwa ili kuzuia kile kilicho ndani ya yule mtu mwenye nyota. Alama yake ni kwamba unajiona unapambana sana kuliko wengine na mambo yako yakikaribia kukamilika yanaharibika dakika za mwisho. Hii siyo laana bali ni dhoruba inayojaribu kuzima taa yako kubwa. Inaona kwamba umeona hapa, yaani kwamba mtu mwenye nyota, ndio maana nimetolea mfano wa kina Ayubu, Musa, Nabii Musa, Yesu Kristo alipigwa misumari na watu wengine wote maarufu wenye majina. Kwa mfano hata tukitolea viongozi wetu wa hapa duniani wa kawaida tusio manabii, kama vile yule rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela, wakati anadai uhuru wa Afrika Kusini kapitia dhuruba ya kukaa jela miaka mingi sana kabla hajapata uhuru nchi yake. Lakini kuna viongozi wengi sana wa kitaifa ambao wanapambania nchi, kama hapa kwetu Tanzania wengi sana, wengine wanapelekwa jela. Kama mimi Fadhiligo mwenyewe mfano wake ni kama hivyo ninapoongea na wewe, nimepitia dhuruba sana mpaka hii YouTube channel ya Fadhiligo TV mnaiona. Labda nisingepitia shida miaka 5 niliyosimama kazi zangu, labda sasa hivi ningekuwa na subscriber 100,000 au 200,000, lakini sasa hivi na subscriber 46,800 ambao ni 46.8K. Naomba wewe chini hapo subscribe, maana nilisimama miaka 5. Kwa nini nisimame miaka 5? Sio kwa kupenda, kwa dhuruba iliyonifanya mimi nisimame kwa ajili ya maisha yale ambayo nilipitia, vitu vyangu vikafa tu. Masuala ya IT haya, kompyuta, laptop vikafa kwa pamoja, simu, kamera, nikarudi nyuma, nikashindwa kuanza mpaka miaka 5 ikanichukua kutoka 2021 mpaka 2026, miaka 5 na nimeanza tena mwezi wa pili. Ukiangalia hizi ni dhuruba za kunizuia mimi kuwa nifike sehemu fulani. Kumbuka mimi nafundisha, kama hivyo nafundisha na kufanya wewe ufanikiwe, ina maana kwamba shetani hapendi mimi niwepo kwenye hii jamii. Hapendi. Shetani ni nani? Shetani ni mtu wa karibu na wewe. Shetani na Mungu hawaonekani. Hawa shetani na Mungu wote ni roho. Yaani mtu mzuri kwako atakuwa anamwakilisha Mungu na mtu mbaya kwako anakuwa ni shetani. Kwa mfano kama kuna ndugu zako wanakuchukia, usiogope, ujue na nyota, kwa sababu ndugu zako hao ni kama vile Yusufu alipouzwa na ndugu zake. Maana yake kwamba na watu wanaokuchukia wewe ni watu wa karibu na wewe sana, marafiki zako wa ndani na wale wa ndugu zako wa damu uliozaliwa nao. Ndio maana katika maisha tunasema angalau mama na baba kidogo ndio ndugu wa kweli, ila hata ndugu zako waliotoka nao tumbo moja wanaweza kukuua, wanaweza kukuchukia, na wale ndio vibaya zaidi na marafiki. Sasa kuchukiwa au kupata vikwazo vya kupitia majaribu, wewe ujue ni mwanaume au mwanamke mwenye nyota kali. Ukae makini katika dhuruba hizo na kuzishinda, ukaribie Mwenyezi Mungu. Epuka sana kuwa na watu wabaya wale ambao unajua nyota yako wanaweza kukuibia, na wewe mkaribie Mwenyezi Mungu, maana utakuwa na asili ya Mungu ndani yako, ambapo Mungu atakulinda. Utapita vikwazo kama Yusufu, utakuwa tajiri. Asante sana. Utajiri ya maisha yako. Asema ndani ya moyo wako kuna sauti inakwambia wewe si wa kiwango hiki. Kuna mahali pakubwa unakwenda, uliziki na maisha ya kawaida ya kula na kulala tu, na una kiu ya kufanya mambo makubwa yatakayoacha alama duniani. Yes.
alama yake inakuwa hivi: unakuwa na maono na ndoto kubwa ambazo ukizisimulia kwa watu wa kawaida wanaona kama unajisifu au umechanganyikiwa. Na tunaendelea. Unaona hii point inasema ndoto kubwa na sauti ya ndani. Sauti ya ndani ikoje, wakurugenzi? Unajua, ukitaka kufanikiwa siku zote usipende sana muda wote unakaa na watu. Kuna muda uwe unajitenga. Unapojitenga unakaa faraga hata siku moja, hata dakika, hata saa moja unajitenga, unakuwa unajifikiria mwenyewe. Baada ya kushauriwa sana, unakuwa unajifikiria mwenyewe. Ukijifikiria kitu kile kinachokusukuma ndani kwamba hata kama ujala leo, hata kama leo hauna hela, lakini kama inakwambia mimi nitakuwa mtu mkubwa, yaani unaona kabisa rohoni mwako, moyoni mwako unaona kwamba wewe utakuwa ni mtu fulani katika kazi fulani, maana wewe ni mtu mkubwa, lakini hauna hela hapo ulipo. Kumbuka, maana kwamba wewe ni mtu mkubwa. Lakini pia kama kuna watu umewahi kusimulia story kwa watu kwamba mimi nataka nifanye kazi fulani, wanaiona ni ngumu, wanaona kama miaka 5 unakuja kufanikiwa. Wenyewe watu wa kawaida wale ambao hawana nyota wanaona pesa. Ni kama mimi Shuhuda Fabidigo hapa. Mimi wakati nimemaliza ICT 2016 diploma in sauti St. Augustine University of Tanzania Mbeya. Nilianza kazi za YouTube mwaka 2019. Fabidigo TV hii unaiona ilikuwa inaitwa Bumbua TV. Watu wengi niliosoma nao ICT wakawa wananicheka, wale nilioitii nao wakawa nasema, Fabidigo huwezi kutusua, huna kamera, huna simu, una laptop kubwa. Mimi nilikuwa na laptop Studio Core ambayo haina uwezo hata kwa i3. Maana kwamba natoa ushuhuda ndani yenu. Maana kwamba nilipoanza kazi nilianza na simu ya Tecno, na hiyo Tecno nilipewa na brother yangu ambayo ni Tecno mbovu tu, low quality 2019. Lakini mimi nikaanza, nakumbuka hilo fanikiwa huyu ulipo YouTube lazima ufikishe masaa 4000 watch hours na subscriber 1000. Ninakumbuka nipiga kazi usiku na mchana, masaa ndani ya miezi minne nilifikisha vigezo vya subscriber na masaa 4000. Nikaanza kulipa mwezi wa 5. Nilianza mwezi wa kwanza 2019 Bumbua TV hiyo ambayo ndio leo Fabidigo TV, ambayo sasa hivi nalipwa. Wakati nalipa nikatoka Mbeya nikaja mjini Dar es Salaam. Nilipokuja mjini Dar es Salaam watu ndio wakaanza kuamini, wale ndugu zangu niliosoma nao, kwamba kumbe Fabidigo ametoka, nao ndio wanaanza sasa hivi wamefeli. Umeelewa? Kwa mtu mwenye ndoto kubwa, mtu mwenye mawazo makubwa, hata kusimulia kwa watu watakukwamisha kwa vitu. Sema wewe hauna kamera, wewe ukiangalia kamera inauzwa milioni 4. Haya sasa wewe utanunuaje milioni 4 wakati hata simu ya 300,000 imekushinda? Vikwazo vidogo, usisilizie vikwazo kimaisha. Sina kitu fulani, hiyo ni roho ya kimaskini ambayo inakukwamisha kwa usifanikiwe. Kwa hiyo basi mtu mwenye nyota kali atakuwa na maono makubwa kuliko wenzake, na akiongelea mbele ya watu wataona hawezi kufanikiwa. Mtu ambaye anaweza kukaanga miogo ukimsimulia kuhusu mambo ya kumiliki kampuni kama vile Fabidigo ICT Solution, masuala ya network installation, masuala ya website design, masuala ya digital marketing and computer graphic design, video production, basic computer application, database system. Ukimwambia wakati hauna kitu maono yako, mtu huyo atakuona wewe chizi, kama mimi nilivyokuwa naonekana chizi, lakini mwisho wa siku leo ndo niko na wewe hapa nakwambia, nina ofisi inaitwa Fabidigo ICT Solution. Hapa ninapokuambia karibu, tupo Dar es Salaam, Ilala, Buguruni. Namba hizo zinazopita hapo zichukue, nipigie, nikufanyie kazi ya ICT Solution. Lakini nikutangazia biashara zako kwenye mitandao yangu ya kijamii, Facebook page, Instagram, TikTok na huko unaposema YouTube channel Fabidigo TV. Lakini pia huyu ni ushuhuda nao kwambia mimi kama mimi. Lakini pia hapa na Facebook page ambayo inaitwa Simba Fans TZ, ambayo hiyo kwa ndani ya saa moja watu wanaangalia watu 5000. Ndani ya saa moja kitu chako nikikurushia kule. Ndani ya saa moja kama 5000 6000 unaangalia. Kwa hiyo basi kuja kwangu biashara utanikuta mimi, wewe unafanikiwa. Mimi zaidi ya Mwijaku, ila hujaniona tu. Mimi zaidi ya Baba Levo, ila hujaniona tu. Ndio kwangu ni wote. Asante sana. Tunaendelea kumaliza kwa hitimisho hili hapa. Kwa hitimisho la kusisimua ni kwamba hivi ni lazima ujue, wadau wa Fabidigo TV, kufanikiwa maisha, pesa na majumba ni matokeo tu ya nje ya kitu kilichopo ndani yako. Yaani wadau wa Fabidigo TV, kufanikiwa kimaisha, pesa na majumba ni matokeo tu ya nje ya kitu kilichopo ndani yako. Kama unazo ishara hizi nilizokutaja hapo juu, usikate tamaa, kwa sababu hali yako
ya kiuchumi ya sasa ni ya muda tu. Nyota yako tayari inawaka. Unachotakiwa kufanya ni kuendelea kupambana kwa nidhamu na kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Wakati wako wa kung'aa kwa nje kufika, dunia nzima itakushuhudia wewe kwamba ni mtu wa aina gani. Asante sana kama umenisikiliza, naweza kusema usisahau kusubscribe, like na comment. Mimi ndo Fabidigo katika Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment. Habari za Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.